Bwana Yesu asifiwe sana. Siku ya leo tutakwenda kujifunza maana kazi binafsi na kazi ya Mungu. Ni vitu viwili tofauti ambavyo tunapaswa kuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tusichanganye kati ya kazi ya Mungu na kazi yako binafsi. Kazi yako binafsi unatazamia kupata malipo kutoka kwa bosi wako aliyokuajiri au aliyokupa hiyo kazi, na kazi ya Mungu ni kazi ambayo tunatarajia kupata malipo kutoka kwa Mungu mwenyewe. Sasa watu wanashindwa kuelewa. Tukizungumzia juu ya kufanya kazi ya Mungu, labda wewe ni mwimbaji, mchungaji, mwinjilisti, unafanya kazi ya Mungu, usitazamie kupata malipo kutoka kwa watu, kwa sababu bosi aliyekuajiri mwenye hiyo kazi ni Mungu mwenyewe. Yeye ndo anajua akulipe shilingi ngapi, akulipe thamani gani inayoendana na ukubwa wa kazi unayoifanya. Kwa hiyo ukidai malipo kutoka kwa watu na wakati huo unafanya kazi ya Mungu, unafanya kitu ambacho kisichokuwa halali mbele za Mungu, kwa sababu hakuna ambaye anaweza kumlipa Mungu kwa wema aliyomfanyia. Mungu ametufanyia wema sana katika maisha yetu. Tumepewa huduma bure na sisi natakiwa tumtumikie Mungu bure, lakini tunachokifanya kile sio kwamba ni bure, ni kwamba Mungu mwenyewe ndiye atakayetulipa. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana ukimuita au ukimwalika mwimbaji, kitu ambacho mwimbaji anatakiwa kuomba kwako ni nauli, kwamba atafikaje huko uliko, lakini sio kwamba anadai malipo juu ya kazi aliyokuwa ameifanya. Malipo kutoka kwa Mungu mwenyewe ni makubwa, kwa sababu Mungu anatulipa kulingana na haja za mioyo yetu, tofauti na mabosi wengine ambao wanatulipa kutokana na ukubwa wa kazi tulizokuwa tumezifanya, na bado malipo yao hayajawahi kututosheleza. Kwa hiyo nisema kwamba kuna tofauti kubwa kati ya kazi ya Mungu na kazi yako wewe mwenyewe binafsi. Kazi ya Mungu, bosi ni Mungu mwenyewe, na kazi binafsi, bosi ni yule aliyekuajiri.